Kama kuna mchezaji ambaye ni pasua kichwa kwa Al Masry katika mechi wanaokwenda kucheza dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba hapo Aprili 2, mechi itakayoanza kuchezwa kule mjini Ismailia nchini Misri, ni pamoja na huyu mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiungo wa ushambuliaji Elie Mpanzu Kibisawala. Ndio, kwa Al Masry Kibisawala kama ilivyokuwa mawinga wenzake akiwemo Kibu Dennis Prosper wamekuwa watu wa kuwachanganya kwa mifumo yao ya kucheza. Kwa sababu hiyo, kuelekea mechi hii kwa vyovyote vile, Al Masry chini ya mwalimu wao mpya Anis Tunisia huyu watakuwa wakijipanga namna gani ya kukabiliana na Elie Mpanzu Kibisawala asiwaletee madhara, lakini wakati huo wakiwa wanafikiria namna gani wataendelea kutengeneza mipango ya mashambulizi yao kuelekea lango la Simba, huku wakati huo wakiepuka madhara kutoka kwa Elie Mpanzu Kibisawala. Wajua iko vipi? Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ni kwamba mwalimu Anis na klabu yake ya Al Masry hivi karibuni, mfumo ambao wamekuwa kiutumia mara kwa mara katika mechi kali, huwa wanaanza na mabeki watatu wakati, halafu wanakuwa na walinzi viungo wanne, wana washambuliaji watatu, kwa maana ya baada ya golikipa kuwa na 3-4-3, ambayo katika kucheza kwake wanaoitwa mawingback katika wale viungo wanne, wa kushoto na wa kulia. Wa kushoto anaitwa Amri Saadawi, mgongoni nambari 13, wa kulia anaitwa Ahmed Eid, yeye mgongoni nambari 20. Sasa kwenye kucheza kwao hawa mawingback wanapotumia mfumo wa 3-4-3, huwa kwa wastani tunasema average position huwa katika nusu ya pili ya uwanja, kwa maana kwamba wanakwenda kuungana na washambuliaji wao watatu kufanya kuwe na idadi ya wachezaji watano wa haraka haraka, ambao wao kwa wastani wanakuwa juu kwa maana kwenye eneo la mpinzani, na hivyo kuwapa wakati mgumu wapinzani katika kukabiliana nao. Kabla tujaendelea zaidi, ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini, na mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media, ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga, na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Lakini wanapozuia hawa mawingback, nambari 20 mgongoni Ahmed Eid, nambari 13 mgongoni Amri Saadawi, huwa ni sehemu ya wale wanaoungana na mabeki wao watatu. Hapa wanaungana na kina Sobi, wanaungana na kina Mohamed Hashim kuhakikisha wanakuwa salama, pamoja na El Araki, miongoni mwa wale mabeki watatu wakati, wakiungana na golikipa wao Mohamed Gadi kuhakikisha wanakuwa salama. Lakini katika mechi nyingine huwa wanapanga 4-3-3, kwa maana kwamba badala ya kuanza na mabeki wakati watatu, wanaweza wakaanza na walinzi wanne, halafu wanakuwa na viungo watatu, washambuliaji watatu. Hapa manake ni nini? Wanapokwenda kushambulia bado wale mabeki wa pembeni, hapa tunazungumzia huyu Ahmed Eid mgongoni nambari 20, huyu Amri Saadawi mgongoni namba 13, kwa maana beki tatu na beki mbili ndio wanaopanda zaidi kwenda kuongeza mapana ya uwanja, kwenda kuungana na wachezaji watatu wa safu ya ushambuliaji, ambao hapa tunazungumzia Salah Mohsen mgongoni nambari 9, ni kwa kama mshambuliaji kinara. Wanakuwa pia pamoja na kina Fakhruddin Ben Yusuf mgongoni nambari 28, pamoja na Abderrahim Dermoun mgongoni nambari 30, kuongeza idadi ya watu watano wakati wanaposhambulia. Kwa hiyo ni kama wanataka kufanana hivi, ingawa mpangilio huwa ni baada ya golikipa ni 3-4-3 ama 4-3-3. Aina ya uchezaji kwa wastani, wachezaji watano wanakuwa juu kwa wastani niliotoka kuwataja, beki mbili, beki tatu ama mawingbacks. Hapa nazungumzia tena ni Amri Saadawi pamoja na Ahmed Eid, wanaotokea pembeni wanaungana na wale watatu kina Salah Mohsen, wanaungana na Abderrahim Dermoun, wanaungana na Fakhruddin Ben Yusuf. Sasa utata unakuja wapi? Ni kwamba mipango yao yote kwenye kushambulia, kwenye kuzuia,
inategemea utekelezaji wa mpango kazi wa Mwalimu Anis kutoka kwa hawa wanaoitwa mawingback ambao nimekuwa nikiwataja mara kwa mara. Wanapocheza dhidi ya Simba mashambulizi yake kutokea pembeni huwategemea Elie Mpanzu Kibisawala, huwategemea Kibu Denis Prosper, Ladak Chasambi na wengine ambao mara nyingi huwa na jukumu la kucheza pembeni. Wanaposhambulia Simba, mabeki wao Shomari Kapombe beki mbili, Mohamed Hussein Shabalala nahodha beki tatu, ama Valentin Nouma beki tatu, ama upande wa kulia anaweza akawa David Kameta Duchu au Kevin Kijiri. Majukumu yao huwa ni kupanda juu kwenda kuongeza mapana ya uwanja, wakitoa fursa kwa mawinga wao. Hapa tunazungumzia sasa Elie Mpanzu Kibisawala, Kibu Denis Prosper kuingia ndani. Inataka kufanana kidogo na vile ambavyo Al Masry hufanya. Mtihani kwa Mwalimu Anis, pasua kichwa kwa Anis, ni katika kukabiliana na hawa wanaonekana kama ni mawinga wa Simba. Katika mfumo wa Simba baada ya golikipa huwa na walinzi wanne, viungo wawili ukabaji na viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Hawa viungo watatu wa ushambuliaji, ndipo pembeni upande wa kushoto unampata mchezaji mgongoni nambari 34. Huyu ni Elie Mpanzu Kibisawala. Hatari sana katika kupokea mipira ya kwanza, tunasema first touch, lakini mzuri sana kwa kasi, mzuri sana kupiga chenga, kudribble mipira, lakini pia cheza yake huwa anaingia ndani na kupiga mashuti akiwa analikabili lango la wapinzani, mashuti ambayo ama huenda moja kwa moja wavuni, kwa maana kwamba yeye ni mzuri sana katika kupiga mipira kwa kulenga shabaha. Shooting accuracy yake iko juu mno. Lakini wakati mwingine hutoa pasi kwa wenzake, zile pasi tunaita pasi mshazari, diagonal passes. Hapa anawapasia akina Steven Dese Mukwala kama miongoni mwa wanaoanza kikosini, au Lionel Ateba Mbida au Kibu Denis Prosper au nambari 10 wao hapa anazungumzia Jasha Ahua. Kimsingi kwa wastani kwenye uchezaji wake Elie Mpanzu Kibisawala mara nyingi hupatikana katika eneo nyuma ya mshambuliaji kinara. Anakuwa kama nyongeza ya nambari 10 wa Simba. Maana yake ni nini? Ni kwamba Elie Mpanzu Kibisawala akiwa na mtaji wa kasi atakuwa na wakati mgumu wale watakaocheza dhidi yake kutokea pembeni. Kwa beki mbili tunazungumzia hapa Ahmed Eid ambaye yule aliyemtaja kama nambari 20, kwa wastani cheza yao huwa anacheza nusu ya pili ya uwanja kwenye eneo la wapinzani la Al Masry. Sasa atathubutu kufanya hivyo na kuacha fursa kwa Elie Mpanzu Kibisawala alete madhara? Hiki ndicho tunachosema ni pasua kichwa kwa benchi la ufundi la Al Masry kuelekea katika mechi hiyo ambayo ni mojawapo kati ya mechi mbili za hatua ya robo finali. Moja itachezwa kule Misri katika mji wa Ismailia, nyingine itamaliziwa nchini Tanzania ambapo mshindi wa jumla tunafahamu atasonga mbele kwa hatua ya nusu finali ya michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025. Kwa kukumbuka tu Elie Mpanzu Kibisawala mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara kwa aina yake ya uchezaji, kwa kutekeleza mpango kazi wa kocha Fadlu Davids ambaye huwahitaji sana wachezaji wake wa pembeni kuingia ndani na kutoa fursa kwa mabeki wa pembeni kupanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja, ni kwamba tayari Elie Mpanzu Kibisawala aliyetua Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo ameleta madhara makubwa kwa wapinzani wa Simba kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Mpaka sasa kwa mfano kwenye mechi ambazo Simba amecheza mechi 22, yeye akiwa ametua wakati wa dirisha dogo ameshacheza mechi 10. Kwenye mechi 10 amecheza kwa dakika 786 tu na wala sio dakika 900 zilizotokanazo na mechi 10. Kumbuka Simba mechi 22 wameshacheza dakika 1980. Yeye amecheza dakika 786 katika mechi 10. Mechi hizi 10 Elie Mpanzu Kibisawala tayari ameshapiga mashuti 25 kuelekea lango la wapinzani. Katika mashuti 25 aliyopiga 16 amelenga lango, ambayo ni wastani wa kusema shooting accuracy, umakini wa kupiga mashuti kulenga shabaha wa 64%. Ni kiwango cha juu mno. Hiyo haitoshi. Kwenye mashuti hayo aliyopiga Elie Mpanzu Kibisawala tayari ameshafunga mabao 3. Elie Mpanzu Kibisawala tayari ameshatoa assist 3. Kwa jumla mabao aliyochangia kwenye timu yake kwa mechi hizo 10 alizocheza yeye kati ya 22 ni mabao 6. Simba na mabao 52 katika ligi kuu Tanzania bara, maana yake yeye ameshachangia mabao kwa 12% kwa wastani kutoka kwenye miguu yake, kutoka kwenye kasi yake ile ya kutoa pasi saidizi za mabao kwa wenzake ama kufunga yeye mwenyewe. Lakini hapa ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, tumehesabu tu ushiriki wake wa mabao moja kwa moja kuwapatia Simba matokeo kwa maana ya kufunga na kutoa assist, yani pasi saidizi za mabao, ambazo hizi wanufaika ni pamoja na Steven Dese Mukwala aliyempa assist 2 pamoja na Jasha Ahua aliyempa assist 1 na kumwezesha kutimiza yale mabao 12 aliyofunga mpaka sasa akiwa na assist 7, mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast. Lakini Elie Mpanzu Kibisawala ana mchango mwingine uonekani kwenye namba moja kwa moja.
mojawapo huwa anafanya kitu tunaita pre-assist, yani kutoa pasi kabla pasi saidizi ya bao. Elie Mpanzu Kibisawala amekuwa mzuri sana katika eneo hilo, lakini Elie Mpanzu Kibisawala kwa uwezo wake mkubwa wa kupiga mashuti ya kulenga shabaha, Simba kuna mabao ameyapata kupitia jitihada zake hizi. Ni katika mechi dhidi ya Coastal Union walipata ushindi wa mabao 3-0. Bao mojawapo alifunga Steven Dese Mukwala kwa jitihada zilizofanywa na Elie Mpanzu Kibisawala kwa kupiga shuti la kulenga shabaha, likamshinda golikipa akalitema, Mukwala akaenda kumalizia na kuifanya Simba ipate bao. Sasa hizi ni jitihada ambazo hazionekani kwenye assist, hazionekani kwenye goals, kwenye mabao ya kufunga. Lakini pia Elie Mpanzu Kibisawala ndiye funguo ya Simba katika ku-unlock, katika kufungua safu ngumu ya wapinzani wanaoamua kucheza kwa kukabia chini. Elie Mpanzu Kibisawala uwezo wake wa kupiga chenga, kukimbia na mipira kuwafuata wapinzani, huwafanya wapinzani wavurugikiwe. Shepu yao ya kiulinzi, umbile lao la kiulinzi huvurugika na hivyo kutoa fursa kwa wenzake. Akina Steven Dese Mukwala, akina Lionel Ateba Mbida, Jasha Ahua na hata beki mbili wao Shomari Kapombe ambaye katika kucheza huwa anapanda juu na kuingia ndani, tunasema underlapping, kiasi ya kwamba ameshapiga mashuti 8, 5 yamelenga lango, amefunga mabao 3, ametoa assist 3, amesababisha penalti 4. Shomari Kapombe miongoni mwa yale yanomfanya awe mkali ingawa yeye ni beki mbili ni pamoja na kile anachokifanya Elie Mpanzu Kibisawala katika kuwavuruga safu ya ulinzi ya timu pinzani. Elie Mpanzu Kibisawala yaweza ikawa kwa Al Masry kuumiza kichwa jinsi ya kupambana naye akitokea upande wa pembeni kushoto wa Simba, kulia kwao katika kuzuia kule kwa Ahmed Eid. Lakini hatabiriki, huwa anatokea kati pia kama nilivyotoka kueleza na kupiga mashuti na kufunga, ambako anakuja kukumbana na kina Sobi mgongoni nambari 5, lakini kukutana na Mohamed Hashim mgongoni nambari 29, lakini anaweza kwenda kushoto kwa Al Masry, kulia kwa Simba katika kushambulia, ambako kule anakwenda kukumbana na Amri Saadawi mgongoni nambari 13. Je, watamudu Elie Mpanzu Kibisawala? Wenyewe Simba hivi sasa wanamuita Volcano kwa mujibu wa Ahmed Ali, msemaji wao, meneja habari wao. Hilo ni swala la kusubiri, lakini kwa vyovyote vile, ili wana Simba wafurahi, ili Watanzania wafurahi katika mechi hiyo, ni dhahiri kwamba Elie Mpanzu Kibisawala anapaswa kuwa fit, timamu wa kimwili na kiakili ili kutekeleza mipango kazi ya Mwalimu Fadlu Davis, na hatimaye yale mabalaa yake, namna yake ya kucheza isiyotabirika kwa wapinzani, inaweza ikawa kete muhimu ya kuwapa ushindi wekundu wa Msimbazi Simba, na hatimaye kuwawezesha kupata matokeo chanya katika mechi zote mbili na kusonga mbele kwa hatua ya nusu finali ya Kombe la Shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025. Je, nini kitakachotokea katika mechi hizo zote mbili? Ni juu ya wana Simba wa Tanzania kuombea wachezaji wa Simba akiwemo Elie Mpanzu Kibisawala wawe fiti katika siku hiyo, na Mwalimu Fadlu Davis ashawishike kuwapanga ili alete matokeo chanya. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment.